atembea kwa nuru yako, na wafalme kwa kung'aa kwa kupambazuka kwako. Amen. Amina. Tunaweza kuingia tena katika usomi wa Marko sura 10 na verse ya 46. Marko 10:46. Wakafika Yeriko. Hata alipotoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Timoya Bartimayo, yule mwombaji kipofu, akakuwa ameketi kando ya nini? Ya njia. Na wakati aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti, akaanza kupiga sauti na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi walimhamakia ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mumwite. Wakaita yule kipofu, wakamwambia, ujitie moyo, simama, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akakwenda mbele ya Yesu. Yesu akamjibu akasema, unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, kwenda zako, imani yako imekuponesha. Mara moja akapata kuona, akafuata Yesu njiani. Amen. Somo letu la asubuhi ya leo ni somo linasema hali na namna ya mapambazuko. Hali na namna ya mapambazuko. Wakati tunapojifunza juu ya hali na namna ya mapambazuko, tunataka kusisitiza ya kwamba ni muhimu kwako kujua, kufahamu ama kufunguliwa macho kwa kujua, kwa kufahamu hali na namna gani mapambazuko yalivyo. Wakati tumesoma ndani ya kitabu ya Isaya, tumekutana pale kuna mambo ya ajabu ambayo iliweza kufanyika. Na mambo ya ajabu iliyofanyika hapa ni taifa la Mungu. Taifa ambalo limeishi taabu ya siku nyingi. Taifa ambalo limeishi katika magumu ya siku nyingi. Na magumu haya ya siku nyingi ambayo taifa liliishi ndani yake, iliomba mapambazuko, iliomba mapambazuko yaonekane kwao. Waone tena mwanga, waone tena vitu ambavyo ni msaada kwao, waone tena vitu ambavyo vitawaimarisha, vitu ambavyo vitawapeleka katika hali ambayo inafaa tena kwao. Ni miaka 17 taifa liko katika magumu. Miaka 10 ngapi? Miaka 17 taifa liko ndani ya shida. Wamebebwa katika utumwa,
wamebebwa katika magumu makali sana. Miji yao imebomolewa, hekalu walilolitumainia limebomolewa, na hii iliwaleta hali ya kutokujikutana ya kwamba wao ni watu tena, wamehamishwa. Mnajua taifa la Israeli walikuwa na misingi ambayo walikuwa wanatembelea juu yake. Kitu cha kwanza ambacho Israeli walitembelea juu yake, waliamini sana nchi takatifu Kanana. Kanana waliiheshimu sana Kanana yao. Kitu cha pili, waliheshimu utawala wa mfalme Daudi. Walijua ya kwamba mfalme anayetawala na mfalme ambaye anaweza kuwaridhisha wakae katika nchi na wajikutane wako salama, awe wa ukoo wa nani? Wa Daudi. Maana ni Daudi ambaye alirithisha taifa la Mungu na kukamata mipaka yote ya Israeli. Kitu cha tatu ni hekalu. Wana wa Israeli walijua hekalu la, walitambua ya kwamba hivi Mungu wao anaonekana katika hekalu. Hivi wakati hekalu lao limebomolewa, wakati mji wao umeporwa, wamenyanganywa, wakati utawala na
wakati tutafika kule kwetu, maneno itatembea mzuri, kila kitu itatengenea na tutakuabudu kwa kweli. Sasa miaka 17 wa clergy, watu ya chisomo walikuwa wameshaingia ndani ya mchanganyiko. Nao tena walikuwa wameoa kuwasichana wa wapi? Wa Babeli. Wamewazala hako batoto. Mungu alikuwa anakatala taifa la Israeli lisichanganike na mataifa mengine. Alipenda taifa la Israeli libaki takatifu peke yake, lishimame mbele yake. Alafu wakati wanatoka kule, na hapa pastor tuwaite mo pastor, na hapa pastor yabo wanakuya na banamuke benye waliowaka kumataifa, wanakuya na batoto benye waliowaka kumataifa. Wakati wanafika ndani ya nchi ya ahadi, Mungu anasema, sitaki nchi hii uchafu uingie ndani yake. Kama mtu aliowaka binti wa wapi? Wa Babiloni, amurudishe. Na kama ulikiaka na batoto yenye ulizalaka kubabibi ya kule, ubarudishe. Njoni nitakuitika tena kumadhabahu yangu. Ilikuwa kafasiri. Ulishazala batoto miaka 17, wanaanza kuita sokolo. Sasa wanasema ule bibi umfukuze na batoto, kwa maana Mungu hataki mchanganyiko wa damu. Ilikuwa shida. Wana wa Israeli wakati wanafika tena Kanaani, benye balibebewaka mateka, wanakutana wale benye bakubebewaka mateka walishaka ingia mu nyumba zao, walishaka ingia mu mashamba yao. Mnayo watu wote abaishaki mumugini, watu wote abaishaki. Wanakutana walisha mtu ashaka ikala mwako, amezalia mo batoto, amelungishia ndani, iko mule. Sasa unatoka kubutumu unasema bwana uko humu seni mwangu, asema iko niko hapa tangia zamani tulizaliwa humu. Tumekomalia humu. Baba yetu alikufa na tuko hapa. Kisha kuliko taifa la Israeli, ndio kuliko taifa la Israeli waabudu Mungu wa kweli, wamsifu kama ilivyokuwa ndoto zao, kama vile walivyotabiriwa na manabii, wakaingia ndani ya kuzozana. Na ndio shida yenye tuko nayo leo, kuzozana na kuoneshana vidole. Ule ni wa mcha wapi? Mungu hajali visomo hili. Mungu hajali visomo yenu. Kile Mungu anajali ni roho yako inayomwabudu katika kweli. Usiposimama pale utazozana, utakuwa na vimacho vya kuangalia ule ni nani, huyu ni nani, anatoka wapi, ni wa wapi. Vuka mipaka. Vuka mipaka. Usiende kwa ile maneno. Wakaanza kugombana, na njoo magombano yenye tuko nayo leo. Tunasema tumeona mapambazuko ya Mungu, tumeona nuru ya Bwana imetuangaza, lakini sasa tunafanya nini? Tunaoneshana vidole, tunazozana. Watu wanaishi maisha hasa ya kuoneshana vidole. Wengine wanachukiana, wengine hawawezi kuingiliana, wengine wameokolewa lakini maisha yao imekataa. Kwa wale ambao wangekuwa wasanibalati, kwa wale ambao wangejua wameokoka, kwa wale ambao wangejua wamefunguliwa, sasa wanafungwa macho na wanasahau, hawaelewi nani amefunguliwa na nani hayafunguliwa. Kisha wanauliza, hii njoo kuokoka. Asa huyu mere si anaendaka kuministeri mwa hivi. Hivi njoo wanabafundishaka. Huyu dada si mimi namuonaka kama anakuwa mbele mkitu fulani. Watu wanashindwa kuona. Alafu ninazoea kusema tunaenda mbinguni ni mzuri, lakini mbinguni kuna wale wanatushindikiza. Tutakapoingia hawaingii, lakini wanatushindikiza. Lakini viko mkorteji, viko wanalumia kwachu. Haleluya. Wanalumia. Mnajua wa ministre bakienda na bibi harusi,
ministre bakienda na bibi harusi, hata kama ndani ya ba ministre wenyewe wanashindikiza bibi harusi, kukikuwa msika mrembo, bwana harusi habakie na mrembo mwenyewe, anabakia na bibi harusi. Hivi kuna watu wanatushindikiza tu. Unakutana tu mtu iko mu ministeri yetu pamwana sie na anatumikisha uwezo au talanta yake, tala yake anaitumikisha na anatuakompanye. Sie tuko tunaenda mbinguni, mesa tunaingia, ya haingii. Wanamwambia wewe stop. Ulipoona mapambazuko ulikatalia Babiloni. Ulipoona mapambazuko ulikatalia wapi? Babiloni. Kuna watu ambao Bwana anapopambazuka juu yao ili utukufu wake uonekane juu ya maisha yao, na katika maisha yao wanakataa na wanasema kwa Mungu kweli tunaweza okoka, lakini kusema nisamehe yeye fulani siwezi. Ile probleme tutaendaka iangalilia mbinguni. Vraiment mwenye aliniwea kababa, vraiment mwenye aliwaka mamangu, vraiment mwenye alinipatia kasumu, Mungu sitaweza kumsamehe. Mungu sitaweza kutembea pamoja naye. Pardon Mungu, pardon Mungu, pardon Mungu, pardon Mungu. Kuna dada moja alipotwa na ile shida. Bwana yake anakufa mwebola. Mtoto yake anakufa mwebola. Bamuko anakufa mwebola. Mamuko anakufa mwebola. Anaweka makasirani yake yote juu ya bandugu yake wenye walepona. Nyie njo muliacha mama na mume wangu na mtoto wangu wanakufa. Hivi anasema mpaka kaburi sitawasamehe haki ya Mungu. Mpaka mkaburi yangu sitawasamehe. Lakini kanisani iko kuomba na yanaomba, kusifu anafanya nini, lakini hata samehe. Na Mungu anasema usipowasamehe watu makosa yao, Baba yako ya mbinguni hata kusamehe wewe vile vile. Yaani kisi unavyoishi na mataifa na watu na majirani na ndugu, ndivyo hivyo Mungu anavyofanya kwako. Na hii ni shida. Kama tunasema kumepambazuka, tuonekane kwamba kumepambazuka. Tuonekane kwamba tumeona mwanga wa Mungu ambao umetuangazia kutoka giza. Na wakati tunapoonekana, watu wanauliza, wanasema hawa watu wamekuwa namna gani? Sema no, hawa watu wamekuwa wameona mwangaza wa Mungu. Yaani jua limechomoka kutoka giza na kuwaletea nuru ya mbinguni, na wamefunguliwa. Na wakati wamefunguliwa, sasa maisha wanayoyaishi ni maisha ya ufungulifu, ni maisha ya baraka walizozipokea kutoka Mungu, ni maisha ya neema ya Mungu ambayo imezihirishwa juu yao. Na alafu mtu anasema na mie aba watu, haleluya, ndio wenye mimi nasafari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu ya Yohane inasema wale ambao waliona mwanga wa Bwana wakafunguliwa, wakaona mapambazuko, ni wale waliozaliwa si kwa damu, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu. Habakuwa kefiase na mtu, lakini ni Mungu anachochelea. Ni Mungu anachochelea ule uzima ndani yao. Niliona mama mmoja, unajua kuko makanisa yenye iko na wachungaji wenyewe wanahamahamaga. Mama mmoja alishakapenda mchungaji sababu ni mrefu mzuri, iko na tumbu mzuri, na akivala kravate mzuri inashuka kutumbu mzuri. Sasa kila siku mama anaikalaka mbele. Pastor akisema Bwana Yesu asifiwe, anasema haleluya pastor. Yani yeye iko sensible. Kinachomwikalisha mbele ni furaha ya kuona urefu, unene na tumbu ya mchungaji. Wakati wanatosha ule mchungaji pale, banasema ama
toka pale uende mahali pengine. Mama anatomboka. Kama ni vile sitakuwa nafika tena mchiso mwenye ministeri yenu mena yacha. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mtu, lakini kwa Mungu. Mapambazuko ni kuzaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Mapambazuko ni kufunguliwa. Mapambazuko ni kuwa na Yesu wa upekee, hapana Yesu wa chikundi. Siku moja nilimwambia baba, mimi nasema baba, kama mie ninahubiri leo, unajua niko pastor na baba yangu ni revera pastor, lakini siku moja nilimwambia, mimi nasema baba, siko revera pastor, juko revera pastor. Wewe utakufaka na revera yako na mimi ndakufaka na wangu. Juu uliitwa wako na mimi nikaitwa wangu. Hivi situmikie kwako. Siwaze mimi niko pastor wa kizalikiwa hapa. Mungu batakuwa